Baridi hapo kwanza haina yeye. Anapendeza tu mtoto sasa hivi. Unajua mdogodi ile Cha itambi. Poa, babake tupunye sonya bomba la mpinga na vimba. Au mimi mpenzi wako? Jamaa mbona ukifanya kusema hivi mama? Sasa unaondokaje kimya kimya? Hivi. Kama na mimi niko sipendi nilikuwa naenda mpaka sasa hivi hapo. Ndio nini sasa unaenda kuchukua? Sasa unajua tena, unabadilika. Nasema bwana. Kweli, usisamee. Sipendi kile kwa kufikiria mimi. Kwani kwa sumbua jamaa. Basi Shafiki mimi kwanza unanidanganya. Ndio maana mimi nikupata sikuelewi. Sasa hivi ni sikubali. Sawa. Nani? Kuna mafumko. Okay. Mama. Baba. Nini tena mwanangu? Mimi nishachelewa nataka niwahi kazini. Nilikuwa naomba mimi maana kuna kizangu anapiga. Mbona nasikukumbuka? Ndio baba. Sasa ungeniambia tangu jana ungenikumbusha. Mimi nishasahau mambo mengi. Hivi nakutoka? Mimi ngoja niwahi. Baba karibu. Tingel. Wah tingel. Wah babu. Oh. Ya.
Vipi mkali? Kama kawa. Mkali. Vipi baba? Mbona hiyo wewe? Mama nakuja bwana. Chapo nakuja mama naletea bwana. Kama hapa anaonekana mwongeaji. Mama kumko huyu mchangamfu jamani. Alizigiza samaki. Sasa ndio tayari nimeshapagana penzi lako kumtoka jamani. Line yangu. Sema itabidi fanya juu chini ndio nipeleke kwa mama. Nitakuja Jumatatu. Jumatatu? Nitakuja. Fly. Mweni vipi? Mimi sana. Mbona useme nikukumbatia? Sasa nikukumbatia tunasema nikukumbatia. Mama. Toto tamtoa leo. Kwa hiyo basi nikuache kumchukulia mama samaki. Okay. Nakupenda. Bye. Bye. Mariam. Shikamoo. Jambo. Jambo. Baba anaendelea. Nzuri. Mbona hai baba? Naenda kumpokea mameno hapo. Kwani hajarudi toka jana? Alitakiwa arudi tangu jana ila changamoto za usafiri ikabidi abaki huko. Kwa leo ndo tunaenda kumpokea. Haya. Sawa, ngoja mimi niwe nikampokea mameno. Haya. Mume wangu. Naam. So unajua kabisa mimi nifanya hali kama hii. Alafu bado siku wiki 3 tu nikijifungue. Sasa wewe mume wangu sikuelewa. Umejipangaje? Mke wangu. Sio kwamba mimi siwazi. Nawaza sana kuhusu hiyo hali uliyokuwa nayo. Na labda nikutoe wasiwasi tu kwamba kuhusu mazingira ya vifaa yapo sawa, nimejiandaa. Na pesa pia ipo sawa. Ila changamoto ni moja tu. Wewe ni mtoto wa kike. Katika hali kama hiyo inabidi uwe karibu na wanawake wenzako. Kwa mimi nishauri jambo moja. Mimi naomba ukaongee na dada yako. Dada yangu? Ndio. Najua hamuongei vizuri, hampatani. Ila ukiongea naye huenda akashauri chochote, akasaidia chochote. Mimi nakuomba mke wangu tafadhali. Sawa mume wangu, nakuelewa. Asante. Mimi nakupendea yako tu. Basi mimi nilikuwa najiandaa niende kazini. Naomba nitoke, tutaonana baadaye mke wangu. Sawa mume wangu. Bye. Kazi njema. Asante. Yaani nikaongea na dadangu, kweli atanielewa. Dadangu huyu namjua mimi. Vipi mwana? Nyama. Mishe vipi? Sana. Vipi shemeji, unaendeleaje? Mtu anaendelea vizuri ila kipengele kimoja tu ndugu yangu. Nini? Usinajua ile alikuwa nayo yule. Yupo katika harakati za mwisho kuelekea kujifungua. Sasa ukizingatia yeye na familia yake hawapatani hata kidogo. Sio dada yake, sio mjomba wake. Wote hawapatani. Kwa hiyo umefanyaje? Mimi hapa nimetoka nyumbani hapa. Niongea naye kidogo. Nimshauri kwamba aende kwa dada yake akaongea naye, huenda akasaidia chochote. Swala zuri ndio, japokuwa sema sio mbaya. Sasa mimi nataka nikushauri kitu mwana. Ufuate mjomba wake mke wako. Ukaongee naye. Ndio.
wasuluhishe wale wanawake. Maana kwa hali aliyokuwa nayo mke wako, alafu umwache yani wasielewane vile na kwa sio poa. Wewe kaongea na mjomba wake, uone unawekaje sawa ili mambo yaende fresh. Umenipa kitu hapa. Wewe fanya hivyo, hapo itakuwa vizuri zaidi. Sawa, sasa jambo lako mimi nisilicheleweshe sana. Ngoja mimi nielekea hapa kwa mjomba wake, afu mimi naitwa baadaye. Haina shida. Karibu baadaye. Good hapo. Poa. Kajiua yani kwa ghadhabu, kajiua binti wa ajabu. Kajiua bila sababu, kajiua yani kwa ghadhabu, kajiua binti wa ajabu. Thank you.